Mtazamaji, ni mwaka mmoja sasa tangu siku ya msiba ambayo ilibadilisha maisha ya familia kadhaa nchini Kenya milele. Tarehe 25 Juni mwaka 2024 itaendelea kusalia katika mioyo na kumbukumbu za wengi, sio tu kama tarehe, lakini wakati walipoteza watoto wao kwa risasi wakati wa maandamano ya kitaifa ya Gen Z mwaka 2024. Leo wanashikilia kumbukumbu zinazofifia, kwani haki inasalia telezi kwao, wakibaki kwa kilio cha machungu. Mwaka mmoja baadaye, hakuna mtu aliyekamatwa, hakuna majibu, lakini kimya kutoka kwa viongozi hao waliowaamini kuwatetea. Mwanahabari mwenza Wanjiko Wanjiru aliandaa taarifa ya sauti zao, maumivu yao na maswali ambayo hayajajibiwa katika ripoti maalum. Haki telezi, taarifa iliyotafsiriwa na kutiwa sauti na Ali Manzu. Naomba nijiunge nawe katika kufuatilia makala hayo. Mungu akijalia tutakutana tena Jumatatu. Jina langu ni Zubeida Kananu, mkalimani wa ishara ni Pretty Janet. Nakutakia utazamaji mwema. Kwaheri. Nchini Kenya, tarehe 25 Juni 2024 ni ukumbusho wa mara kwa mara wa ndoto zilizovunjwa, sauti zilizonyamazishwa na haki isiyopatikana. Inaadhimisha siku ambayo vijana waliingia mitaani wakiwa na matumaini mioyoni mwao na sauti zao zikawa moto. Wengine hawakuweza kurejea nyumbani. Kwa kina mama na baba ambao watoto wao waliuawa, kujeruhiwa au kutekwa nyara au hata kutoweka, tarehe hiyo ni zaidi ya historia. Ni kovu lililowekwa katika maisha yao, jeraha linalofunguka tena kila mawio ya jua. Kwao Juni 25 sio kumbukumbu tu, ni wakati wa mchana uliosimama. Mwaka mmoja baadaye, hakuna kukamatwa, hakuna mashtaka, hakuna majibu, hakuna uwajibikaji. Kimya tu kilichosheheni huzuni na serikali ambayo inaonekana ndivyo sivyo. Ndani ya nyumba hii ya kawaida huko Nakuru, kuta zinashikilia zaidi ya kumbukumbu. Aidha, zinashikilia huzuni. Familia ya Violet Gwazima imetumia mwaka jana kusubiri majibu, ikiomboleza mtoto wa kiume aliyechukuliwa mapema mno. Mwanawe Kelvin Madaga aliuawa kikatili wakati wa kilele cha maandamano ya Gen Z wakati huo. Kufika mochari niliona maajabu. Nilipata kijanangu amekufa. Ameshutiwa kichwa. Nikauliza mwenye anakaa pale, nauliza aje, huyu kijana alipatikanaje hapa? Akasema, unajua huyu kijana alileta hapa asubuhi, alikuwa ICU, amekufia ICU. Kuna polisi ambaye alimbeba akapeleka Medi na wakapeleka ICU, hakuwa anaongea. Nilichoka. Gwazima nakumbuka matatizo mengi alikumbana nayo kuwalea watoto wake watatu peke yake baada ya kufiliwa na mume wake miaka iliyopita, na hivyo kuvumilia maumivu yasiyofikirika ya kuzika mmoja wao bila kuchukuliwa na wakati, bali risasi 3. Sasa hao watoto nimelea katika shida. Napika chakula, kutembeza, niuze, nikasomesha watoto, wamemaliza shule, wameshutiwa na serikali. Nifanye nini? Hii iliacha familia hiyo na jeraha ambalo huvuja damu kila siku. Kama msemo wanavyosema, ni mzazi pekee ndiye anayeelewa uchungu wa kufiwa na mwana. Kwa Gwazima, maumivu hayo yanapita zaidi ya maneno. Nilizika mtoto kama kichwa hakuna. Mtoto wangu alikufa kama sura hakuna. Naona kaka Kevin ameacha shimo ingine hapa. Huwa hata nikiamka asubuhi najiuliza, Keva alienda ama yuko tu mahali utarudi. But narudi namaliza tu kama yuko juu. Every day nikiamka ni picha huwa nakutananga naye kwa ukuta. Naenda naangalia, huyu ni mtoto wetu kweli alienda. Kevin alikuwa kila kitu kwa hii boma.
Katika kaunti ya Machakos, mamake Erikson Mutisia ameshikilia kumbukumbu za mwanawe aliyekuwa na umri wa miaka 25 ambaye pia alinaswa katika machafuko ya maandamano ya Gen Z. Alipigwa risasi, sauti yake ikanyamazishwa kabla hajapata nafasi ya kusikika. Huyo kijana akazima simu. Nikapiga tena nikamuuliza, "Ati umeniambia Eric ameshafika mbinguni? Aje sasa?" Na nilikuwa na Eric saa 4:30 nilikuwa na Eric saa hiyo. Hebu niambie ukweli. Akaniambia, "Mama, acha nikuambie. Eric ameshutiwa na ameanguka na amekufa na saa hii ako mbinguni." Hata hakujua kama ni Eric. Aliniambia, nikamuuliza ameshutiwa wapi? Akaniambia hata kichwa yake saa hii haiko. Kifo cha ghafla cha mtoto wao kiliwapata kwa kutotarajia na kiliwaacha wakiwa na kiwewe na sehemu ya mioyo yao imevunjika milele. Maisha bila Eric sisi hatujaizoea sana, hata hatujaisahau. Tunakaanga tu tunasema kama Eric akikuwa hapa. Kama tarehe 25 sasa ilikuwa Disemba. Unajua tulikuwa tumemzoea 24th akikuja. Sasa unajua ilikuwa vigumu setu njoo watu kumuona akikuja. Sasa tulikaa tu hapa tukafikiria kama Eric akikuwa tungekuwa mbali sana. Maumivu huwazidi zaidi familia hizi kwani haki haipatikani. Wanasema hawawezi kupata amani wakijua kwamba wale ambao waliofuatilia risasi watoto wao bado wanatembea huru. Badala yake wanakumbana na ukimya kutoka kwa serikali, kukanushwa na ahadi ambazo bado hazijatekelezwa. Investigations are going on and we will get to the bottom of it. Mr. President, I am telling the mother of this young person that I as president will make sure that finally I will give her an explanation of what really happened and make sure that we bring this to a situation where, like her, like myself who have children, she too can be, her child can be accounted for. Nikaona rais anakataa eti mtoto hajakufa. Baadaye nikaona amesema kama ni yeye amekufa ataniita, ataita mamake. Hadi sasa tukiongea rais hajui kama mtoto wangu alikufa, hajui kama kuna mtoto anaitwa Kennedy Onyango na ni mdogo alikufa. Government kuna siku walituambia, kuna president kuna siku aliadvertise, alisema kwa TV kama majina zipelekwe. Unajua tulipeleka 61 juu mimi nilikuwa hako ndani na venye adapt sile watoto wa wenye walipotea. Tulipeleka yote kwa office of the president. Kutoka siku hiyo wamenyamaza, government imenyamaza, kila kitu imenyamaza. Kulingana na Hussein Khalid ambaye ni mwanahaki wa haki za kibinadamu na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Vocal Africa, hisia za usaliti kutoka kwa viongozi ambao waliowachagua kuwawakilisha ili wafanya Wakenya wengi kuelezea wasiwasi wao wenyewe. As people who were in the streets a few days ago, we were very angered that we are communicating with you. The whole country is out here telling you, don't pass this bill. And you are there actually insisting that you will pass that bill. So are you there representing your personal interests or are you representing the masses? Maandamano hayo yalitekwa nyara na wanasiasa na wahuni waliokodishwa kubadilisha madhumuni ya hapo awali ya kuchafua harakati. Kilichoanza kama msimamo wa amani dhidi ya mswada wa fedha mwaka 2024 kwa haraka kiliingia kwenye machafuko na kusababisha uharibifu wa mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa na ukiukwaji wa wazi wa haki za kibinadamu. Some of them engaging in deliberate criminal acts. I think on several intervals we saw them breaking into mobile phone shops. We saw them damaging vehicles. You know, there were all sorts of criminal activities that were then carried out, not by the real Gen Zs. The real Gen Zs wanted to come out to deliver the message. Kwa mujibu wa ripoti ya mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA, kati ya kesi 60 za vifo zilizosajiliwa, mamlaka hiyo imekamilisha uchunguzi wa kesi 22, ikifuatilia kesi 36 kikamilifu na ina kesi 2 zilizoko mahakamani kwa sasa. Ripoti hiyo pia inasema, na ninanukuu,
Mamlaka pia iliona matukio ya kutotoa ushirikiano kutoka kwa askari polisi na mashahidi, jambo ambalo limekuwa likikwamisha maendeleo ya baadhi ya upelelezi. Mwisho wa kunukuu. Hii inasalia kuwa mawasiliano pekee ambayo familia hizi zimepokea kutoka kwa mamlaka tangu waliporekodi taarifa zao na IPOA karibu mwaka mmoja uliopita. Sasa wanabaki na ari, wakiapa kutopumzika hadi uwajibikaji utakapotolewa. Madai yao yako wazi: kuwakamata wahalifu na kufidia familia zinazoomboleza. So we have to get them, number one, arrested, tried in a court of law, to be heard, so that even when they are jailed, they know that, well, we've gone through due process. Kijana wangu alipita mtihani vizuri. Nikatarajia kwamba kesho nitakula matunda kutoka kwake. Hakuna matunda nilipata kwake. Ni kaburi ndio nilipata, nikaenda kuzika. Ninaomba serikali, nataka tu haki itendeke kwa mtoto wangu. And compensation is not about money, or it's not about, thinking that, you'll bring that person back to life. No. But compensation is a form of acknowledgement, like a certificate of some sort, that yes, your child went through a lot and he suffered, he paid the ultimate price in this protest, and to acknowledge that, to remember that this is a small token. Of course, no amount of money can bring back the dead, but we're saying this will be a step towards closure. Officer, why? You are dead of my father. What have we done? What have we done? Actually, these police officers, we are fighting for them.